السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الله، ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pia kuzitaka sala na salamu zimfikie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, fattaqullaha fa inna khayra zadi taqwa. Mcheni Allah na jueni zawadi bora ambayo mja atakayoipeleka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni ule ucha Mungu wake, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema: watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Chukueni zawadi, chukueni akiba ambayo itakayokufaeni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ucha Mungu peke yake. Ayuha almuslimun, enyi Waislam, hadha yawmun adhim, yawmun nahar. Jueni ndugu zangu Waislamu, siku ya leo ni siku tukufu kabisa, ni siku kubwa, ni siku ya kuchinja, yaumul haji al-akbar, siku ya hija iliyotukufu, siku ya hija iliyokubwa, yaumu tatanazzalu fihi ar-rahmat, siku ambayo zinateremka rehema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa tughfaru fihi zallat, na husamehewa na kufutwa ndani ya siku hii madhambi na makosa mbalimbali, bali waturfa'u fihi ad-darajat, bali na matendo yetu yanapandishwa daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumu ja'alahu Allah fihi Eid ahli al-Islam, siku ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameijalia ni siku ya Eid, ni siku ya sikukuu kwa Waislamu. Waruya au rawa Abu Daud anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema: inna a'zama al-ayyami 'inda Allahi yawm an-nahr. Jueni kwamba siku kubwa kabisa, siku tukufu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya kuchinja. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ikhwani fillah, inna Eid al-Adha, jueni kwamba siku hii ya kuchinja laysa yawmu libasin wa zina, sio siku ya mavazi, sio siku ya mapambo, wa ta'amin faqat, na sio siku ya chakula peke yake, bali huwa yawmu ibada, bali ni siku ya ibada wa shukri llahi tabaraka wa ta'ala, na ni siku ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atihi, na ni siku ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa dhikri llahi subhanahu wa ta'ala, na ni siku ya kumtaja sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sio siku ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hii ni siku tukufu, ni siku ya ibada. Yaumu yadhkuruna bi Khalil Ibrahim alayhi salam, ni siku ambayo inatukumbusha tukio zima la mtume wetu kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim alayhi salam, hina raa fil manami annahu yadhbahu ibnah, pale alipoona katika ndoto kwamba anamchinja mwanawe Ismail alayhi salam. Fastajaba li amri Allah tabaraka wa ta'ala, naye hakufanya ajizi, akaitikia amri Allah subhanahu wa ta'ala.
biduna taraddudi, basi na kuwa na wasiwasi, basi na kutetereka imani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma aslama wa tallahu liljabin, bali walipojisalimisha wote wawili Nabiullah Ibrahim na Ismail mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala, na akamlaza mwanawe kiubavu ili apate kumchinja. Wanadainahu ya Ibrahim, wanadainahu ya Ibrahim, tukamuita ewe Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, hakika umethibitisha, umesadikisha ndoto hii ni ya kweli. Allah subhanahu wa ta'ala akamletea fidia ya kichinjo kilicho takatifu kutoka ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu imanin hadha, ndugu zangu Waislamu, ni imani iliyoje mfano wa hii? Wa ayu yaqinin hadha, na ni yaqini iliyoje mfano wa hii? Wa ayu taslimin li amri llahi a'lam min hadha at-taslim, kujisalimisha gani, kujisalimisha kupi ambako ni kukubwa zaidi ya kujisalimisha kwa wawili hawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka hawa ni katika watu waliokuwa watukufu, waliokuwa na imani mfano wa jabali. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inna kathira minan nasi leo yuriduna aljannata bila ta'ab. Bwana, ndugu zangu katika imani, watu wengi leo wanataka waingie peponi basi na kupata taabu, basi na kusumbuka. Wayuriduna darajat, bali unataka madaraja mbalimbali ya juu, bila sadri, basi na subira. Wayuriduna rahmatallahi muqimuna ala almaasi walghaflat, na huku wanataka wapate rehma na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa wao wamejikita katika maasi na kughafilika. Ndugu zangu katika imani, bila shaka tunapaswa tuzinduke, tufahamu sisi ni wapita njia katika ulimwengu, tujikite katika taa, tujikite katika ibada, tujikite katika kumkurubia Mola wetu subhanahu wa ta'ala ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Aina nahnu min ta'ati Ibrahim, tuko wapi sisi na ule utiifu wa Ibrahim alayhi salam? Aina nahnu min taslimi min istislami ila Ismail, tuko wapi sisi na kule kujisalimisha kwa Ismail? Famadha qala ibn Salih, alisemaje kijana huyu mwema kwa baba yake baada ya kuelezwa juu ya ndoto ile? Alimwambia baba yake, ya abati fa'al ma tu'mar, baba yangu, tekeleza lile uliloamrishwa na Mola wako, tatajiduni insha Allah min as-sabirin, utanikuta mimi ni miongoni mwa walio na subra, utanikuta mimi ni miongoni mwa wale walio na uvumilivu. Ndugu zangu katika imani, ayamura Allah subhanahu wa ta'ala ayamura bidhabhi ibn Ibrahim, Allah anamwamrisha Ibrahim amchinje mwanawe, na kijana anajisalimisha kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Fasara dhikruhuma khalida ila yaum alqiyama, kwa hiyo imekuwa kutajwa kwao Ismail na baba yake Ibrahim kutaendelea kudumu mpaka siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya kuwa ni bora miongoni mwa walimwengu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, innal udhiya sha'iratan adhiman min sha'air alislam. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu ibada ya kuchinja. Jambo la kuchinja ni nembo na ni alama kubwa miongoni mwa alama za dini ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasalli lirabbika wanhar, swali na chinja kwa ajili ya Mola wako. Waqala subhana, na Allah akasema tena, lan yanala Allahu luhumuha wala dimauha, Allah wala hapati damu zake wala nyama zake, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini anachopata Allah kwenu nyinyi ni ule ucha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya zile nyama tunazochinja, wala hana haja ya damu zinazomwagwa kama vile wanavyodai washirikina na majini juu ya damu za vichinjo na wanyama ili kujikurubisha kwao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala wala hahitaji hicho. Allah anachotaka ni kukuona ewe Muislamu umekuwa ni mtiifu, umekuwa ni mwenye ikhlasi kwenye kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anachopata kwetu ni ule ucha Mungu. Ndugu zangu Waislamu, yule ambaye amepewa umiliki wa kuchinja, aliye na uwezo wa kuchinja siku hii ya Idi, Mtume amesema na achinje baada ya kuondoka hapa katika mswala. Na yule ambaye alikuwa na uwezo na ili hali hakuchinja au hatachinja, Mtume alisema asifike katika mswala wetu. Hii kuonesha jambo la kuchinja
ni katika jambo tukufu na ni jambo kubwa sana. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, kam min buyuti alyawma imtala'ati bidhunub. Ndugu zangu Waislamu, ni majumba mangapi leo yamejaa madhambi mengi kabisa. Wa kam min qulubin qasat bisababi albu'd anillah. Ni nyoyo ngapi leo zimekuwa ni ngumu, ni nyoyo ngapi leo zimesusua kwa sababu ya kujiweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min shababi dha'at amarahum fi shahawati wal ghaflat. Ni vijana wangapi leo wameupoteza umri wao mwingi katika mambo ya shahawat, mambo ya matamanio, mambo ya kughafilika, mambo ya upuuzi, miziki na vinginevyo. Na ili hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataka wamtumikie, wamwabudie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min nisa'i inshaghalat bid-dunya an ta'ati Allah. Ni wangapi katika wanawake leo wamejishughulisha na dunia zaidi na wakawa mbali kabisa na kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni wengi mno. Ndugu zangu katika imani, lau kama Waislamu wanaume na wanawake ndani ya miji yetu hii wakakuwa tayari kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, viwanja na misikiti isingetosha, viwanja visingetosha na misikiti isingetosha. Lakini watu wameghafilika. Ndugu zangu katika imani, ni jukumu letu kuweza kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min rijali, bali ni watu wangapi alhatuhum at-tijaratu wal amwalu an dhikrillah. Ni watu wangapi leo wameshughulishwa wakapumbazwa na biashara na mali zao wakaacha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya man athqalathu dhunub, ewe ambaye umekuwa ni mzigo mkubwa wa madhambi yako, babu tauba maftuhu, mlango wa toba uko wazi. Rejea kwa Mola wako, katubia kwa Mola wako, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa msamaha. Waya man tala taksiruhu, yule ambaye muda wake umekuwa ni mrefu, ni mwenye kuchelewa mno kuelekea katika rahma za Allah Subhanahu wa Ta'ala, atambue kwamba rahmatullahi wasi'a, rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni pana sana. Allah anasema, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim, sema ewe Muhammad, waambie enyi waja wangu ambao mmefanya israfu katika madhambi, mkazidhulumu nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kupata rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi yote. Ndugu zangu katika imani, fi hadha al-Eid tadhakkaru al-fuqara wal-masakin. Enyi Waislamu, katika siku hii ya leo wakumbukeni sana wale mafakiri, wakumbukeni sana wale maskini, wakumbukeni sana wale wajane wal aitam, kadhalika na mayatima. Faadkhilu surura alayhim, ingizeni furaha katika nyoyo zao, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ahabul a'mali ila Allah sururan tudkhilhu ala muslim. Amali bora ambayo inapendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuingiza furaha katika moyo wa Muislamu. Inakuwaje leo Muislamu wewe umewezeshwa, umepata cha kukila, lakini jirani yako hana cha kukila? Kile kichache ambacho ulichonacho gawana na jirani yako, gawana na ndugu yako, ili upate radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilu arhamakum, ungeni udugu wenu. Fatarkul khusumat, acheni mizozo na migogoro. Waslihu dhata bainakum, na patanisheni baina yenu, kwani mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutambua fa inna dunya khasira, kwamba dunia ni fupi. Wal a'maru mahduda, na umri una muda maalum. Wal mautu yati baghta, na mauti yanakuja kwa ghafla na haraka sana. Aina almuluk, wako wapi wale wafalme? Aina aljababira, wako wapi wale wababi leo? Aina alaghniya, wako wapi matajiri? Kulluhum saru tahta at-turab, wote hao wamekuwa chini ya udongo. Kullu man alaiha fan, kila mmoja katika sisi ni mwenye kufa. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kinachobaki ni Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya leo sio siku ya maasi, tujikiteni katika
عبادة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لشباب المسلمين واحفظ نساء المسلمين واشف مرضى المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكف أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين وهذا آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين عيد المبارك.